ليدبروا كل حرف به ففيه العظات وفيه العبر ليدبروا كل حرف به ففيه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Kiwa tunaendelea na kipindi yetu namba 2. Kipindi iliyopita tulipata kuona na kujua ya kwamba watoto ni zawadi zilizotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni amana tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa safi, ikiwa katika maadili sahihi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukathibitisha kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, kullu mauludin yuladu ala fitra, illa kinachozaliwa huzaliwa katika fitra na maumbile na desturi na mila ya Kiislamu, ambayo ni tabia mzuri na mienendo mizuri ya kumtambua Allah subhanahu. Leo tukiendelea na kipindi chetu cha namba 2, baada ya kujua ni amana imetoka kwa Allah na kujua kama iko safi, Allah subhanahu wa ta'ala anatakaje katika amana hii. Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi wazazi tufanye nini katika amana hii. Tutachukua aya moja iliyopo katika suratul Nisaa, aya ya 11. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, yusikumullahu fi auladikum, Allah anawahusieni kwa watoto wenu kuwafanyia nini. Allah subhanahu wa ta'ala anataka tufanye nini kwa watoto wetu. Mbona anatoa wasia kama huu? Al-Imam Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullahu ta'ala alipokuwa na tafsiri aya kama hii, yusikumullahu fi auladikum, alikuwa na maneno haya muhimu na mazuri kwa kila mzazi na kila anayetarajia kuwa mzazi kuyafahamu. Alipokuwa na tafsiri hii aya hii ya 11, yusikumullahu fi auladikum, akasema, ay auladikum ya ma'shara alwalidin indakum wada'i'un qad wasakumullahu alayhim, watoto wenu enyi wazazi, hakika muna amana mzito ambayo kwamba amewahusieni nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala, litaqumu bimasalihihim ad-diniyya wad-dunyawiyya, ili kila mzazi aweze kusimama na maslahi ya kumtengenezea mtoto wake maslahi ya kidini na ya kidunia. Lakini kwanza Imam Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullah ameanza na maslahi ya kidini, kwa sababu dini ndio jambo la kwanza ambalo kwamba linatakiwa liwe katika akili ya vijana wetu na watoto wetu. Dini ndio jambo kubwa ambalo kwamba litaenda kumrekebisha yule kijana na kuwa katika mipaka ya sawa, kisha baadaye ndio yaangaliwe maslahi ya kidunia. Kinyume sisi vile tunavyoanza, kinyume vile sisi tunafanya katika ulimwengu wa leo, jambo la kwanza linakuwa lina kidunia, alafu la pili linafuata ndio dini baada ya dunia, ambalo ni jambo linalokuwa ni makosa katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndilo linalosababisha mpaka vijana wetu wakose kutuheshimu, wakose nidhamu, kwa sababu katika akili yao kwamba bora zaidi kwanza ni ulimwengu, kisha baadaye dini huja mbeleni. Huko ndipo pale wanapofanya makosa, ndipo pale wasipomtambua Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema baadaye tutatubia, tukiwa wazee tutaata, au wakikuwa wataata. Sasa ni watoto, kwa sababu kwenye akili yao dunia ni mwanzo, dini ni baadaye. Wakati usawa kwanza, mtoto anatakiwa afundishwe dini ya Allah, anatakiwa kwanza afundishwe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, amtambue mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada hapo ndio atafutiwe na kufundishwa ulimwengu wake, baada ya kwamba amemtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Abdurrahman bin Nasir Saadi rahimahullahu ta'ala, akasema, فالأولاد عند والديهم موصى بهم, basi hawa watoto kwa wazazi wao ni wenye kuhusiwa. Yani wazazi wametopewa wasia mzito kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatendea uadilifu, kuwatendea usawa, kuwafunza dini yao vijana wao. Fa imma an yaqumu bitilka alwasiya, akasema sasa imma yule mzazi asimame au shike wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, afanyie kazi amri Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwafundisha dini kwanza watoto wake, kisha baadaye kuwafundisha dunia. Wa imma an tudayyi'uha,
au wazazi wapuuzie wasia huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, au wazazi wadharau wasia huu wa Allah subhanahu wa ta'ala, waache kufanyia kazi wasia huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa anasema ni mambo mawili: ima ukubali kufuata amri ya Allah kwa kuwatengenezea dini yao kwanza watoto wako kisha dunia, ama ukatae kufuata hii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na upuuzie amri ya Allah. Kisha akasema wayastahiqu bidhalika alwaidi waliqabe, atastahili huyu mwenye kuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kupuuzia wasia huu wa Allah kwa kufanya kuwafunza watoto wake dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule atakayeacha na kupuuzia na kukimbilia ulimwengu kuwafunza ulimwengu watoto wake kabla ya kuwafunza dini yake, basi huyu atakuwa anastahili adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa nataka kukomesha ule msemo ambao kwamba tunapenda kusema ya kwamba kila mtu atakufa na amali yake, kila mtu apambane na hali yake. Ukisoma utafaulu wewe, usiposoma utafaili wewe. Kila mtu atakufa na amali yake. Hapana, kila mtu hafi na amali yake, kwa sababu vijana wetu ni amana zilizotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwatengenezea ni wewe utafaulu, kama tutakavyokuja kuelezea katika vipindi vinazofuata, na ukiwaharibia ama wakiharibikiwa kwenye mikono yako, basi na wewe utakwenda kuharibikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu utakosa majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala kwa amana yake aliyokupatia ikiwa safi. Kwa hiyo katika kipindi chetu hiki cha pili tunatakiwa tuelewe na tufahamu ya kwamba Allah ametoa amri, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa wasia na kutuamrisha kila mzazi kuwatendea uadilifu na usawa watoto wao, na uadilifu mkubwa ni watoto kumtambua muumba wao ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo salamu zifike kwa kila mzazi ya kwamba kwanza watoto wafundishwe dini ya wamtambue Allah kisawasawa, kisha ni dunia, kinyume na vile sisi tunafanya. Jambo la kwanza tunawafundisha ulimwengu, alafu baadaye ndio huwa ni dini, na hili ni makosa na Allah subhanahu wa ta'ala hataki, kwa sababu amesema yusikumullahu fi auladikum. Hii itakuwa ni kipindi yetu mwisho wa kipindi yetu ya pili. Usikose kufuatilia vipindi vinavyofuata ili tuweze kujua mbinu na njia nzuri za kuwalea watoto wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wal afwa.